kuzungumza na waandishi wa habari kwa ajili ya kuzungumza kile ambacho ameelekea na nini ambacho wanatarajia kutoka kwa shangwe ambalo wamesikia na wanachama wa Young Africans, mashabiki wa Young Africans ambao wanajitokeza katika jengo hili la kihistoria, jengo ambalo ni la klabu iliyobeba historia katika soka la Tanzania, lakini ni klabu ambayo si tu kwamba ni mabingwa wa muda wote wa ligi kuu ya Tanzania, lakini wamesajili nyota bora kuwahi kutokea katika soka la Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla. Anazungumzwa Shasha Boy Peter Shalulile, na waliowasili kwa sasa ni mgeni wa wananchi Young Africans kwa maana ya Peter Shalulile, lakini pia rais wa Young Africans, kipenzi cha wananchi, Engineer Hersi Said, ambaye yuko hapa, na bila shaka na pasi na wasiwasi wote atakwenda kuzungumza na wanahabari, atakwenda kuzungumza na umma huu wa wananchi ambao umekusanyika hapa katika jengo hili la wananchi, lakini pia wanaotazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda. Jukumu langu la kwanza kabisa ni kumkaribisha rais wa Young Africans Engineer Hersi Said ili azungumze na wanahabari kabla ya ile shauku ambayo watu wanaisubiri kwa hamu kubwa sana. Haji, salamu alaykum. Shauku ya wananchi kubwa na bila shaka inaonekana na inaashiriwa na hiki ambacho nakisikia hapa, kwa sababu kila ambacho kilitangazwa kilikuwa ni kikubwa, lakini watu walikuwa wanatamani kumuona Shalulile mbele yao. Hatimaye leo wamemuona. Kijiti hiki ni cha kwako, zungumza na wananchi kabla ya kukata kiu ya wananchi kwa kumsikiliza Peter Shalulile. Karibu sana. Yanga wewe. Assalamu alaykum. Habari za usiku huu. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha leo katika jioni hii ya usiku huu. Imekuwa ni siku ya heshima kubwa, siku ya furaha, usiku huu wa leo ni usiku wa kihistoria wa klabu yetu, tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya msimu wa 26-27, msimu huu ambao Young Africans imefanya maandalizi yake, kusajili wachezaji wazuri, kuleta benchi la ufundi zuri, na katika mwendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa Wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A class wanaotoka Afrika na kukubali kuja kucheza kwenye timu yetu. Safari ya kujenga jina na heshima ya klabu yetu limeanza muda mrefu sana, lakini sasa tumeanza kuelekea kwenye hatamu ya kuweza kuvutia wachezaji wakubwa barani Afrika. Kumuona Peter Shalulile akija kucheza kwenye klabu ya Young Africans sio tu heshima kwa Young Africans, lakini heshima kwa mpira wa Tanzania. Wote tunafahamu heshima aliyoijenga Peter Shalulile akiwa na vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini tunamzungumza Peter Shalulile ambaye anatoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye ni mabingwa wa Afrika katika msimu huu uliokwisha. Nafasi yake kuja kucheza kwenye klabu ya Young Africans na maamuzi aliyochukua hayakuja bahati mbaya, yalikuja kwa sababu Young Africans ina mradi ambao unaheshimika na mradi ambao umeweza kumvutia mpaka ameamua kuja kucheza klabu ya Young Africans. Heshima hii sio tu kwa ajili ya Tanzania, heshima hii ni kwetu sisi Wanayanga, lakini pia taifa kwa ujumla. Wote tunafahamu jitihada kubwa za serikali pia
kuweza kuwekeza kwenye miundombinu, na sasa viwanja vinajengwa. Tunakwenda kuona AFCON. Kitendo cha yeye kuja Tanzania kinatupa heshima wa Tanzania nje ya mipaka ya nchi yetu, na kusema taifa letu sasa linaheshimika kwenye football. Heshima hii ambayo imeiona inajengwa na uwepo wa wadhamini wetu kwenye klabu ya Young Africans. Tuwashukuru sana wadhamini wetu wote, tukianza na SportPesa ambaye ni mdhamini mkuu, lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Ghalib Said Mohamed kupitia kampuni yake ya GSM kuweza kufanikisha usajili wa mchezaji wetu Peter Shalulile. Natamani muelewe ya kwamba sifa kubwa aliyokuwa nayo Peter Shalulile katika bara la Afrika tunaweza tukaizungumza usiku kucha hapa. He is the all-time top scorer wa ligi kuu ya South Africa PSL. Mchezaji kama huyo akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake anakuja kuvaa jezi ya wananchi katika msimu ujao. This club, Young Africans, the oldest football club in the country, the club that was established in 1935 with 91 years of age, and this is the clubhouse that was built in 1970s. In terms of success, you have chosen the right club. We're the most successful football club, 32 trophies, and forget about the other tournaments, we're on top of everything. And the second one is sitting at 22. So there's a gap of 10 trophies on top of number 2. Next season, we have the biggest obligation, number 1, to retain our trophies, and it's going to be the record for the 6th time winning this. And I'm sure you have done it with Sundowns. They've done so many times, winning I think 7 trophies in a row. So we're going to win the 6th one next season, and you will be part of this flag, carrying the flag of Young Africans. But moreover, we want also to do well in the Champions League. And you become the champions. You have the recent trophy and the medal of CAF Champions League. And we want you also to bring the medal of CAF Champions League to this club of Young Africans, which is going to be part of your family next season. Allow me to say that there's a lot of excitement for the fans, there's a lot of excitement for the media as well, and people have a lot of respect for you, and they're expecting you to do the best, and I'm sure you can. One thing that I want you to assure, that this club, we have a lot of respect for you. We're expecting a lot of professionalism. You're bringing the top experience in the continent, and no doubt you're going to make it to Young Africans and make it this club the most proudest club in the continent. Allow me to invite you to Young Africans, and we're more than happy to have you here. Say asante sana. Asante sana.